Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama tulivyoanza mwanzoni kwa utangulizi, tunaadhimisha sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Ni Dominika ya mwisho ya mwaka wa kanisa, Dominika ambayo inamwalika muumini atafakari vizuri, ajitathmini vizuri, na anapoelekea kulitamka neno hilo litoke moyoni mwake: Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Chanzo cha sherehe hii aliyeanzisha ni Papa Pio wa 11, aliyeanzisha sikukuu hiyo mwaka 1925 baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia. Mambo kadhaa yalipoanza kujitokeza, hasa tulipoona jambo la kwanza, udunia ulipokuwa unakuwa mkubwa. Kila kitu ni kile ninachokiona ndicho hicho naweza nikakiabudu, niwe na mali, niwe na vitu kama hivi. Na pamoja na hayo yote, mataifa mengi yalianza kujiinua. Tunaona kama kwanza kabisa katika historia ya kanisa, historia ilikuwa inaelekea katika vita kuu ya pili ya dunia. Lakini pamoja na hiyo, kitu cha kutokuamini, mimi siamini Mungu yoyote, hayukuna Mungu, kwa hiyo mimi si muumini wala siamini chochote. Dharau kubwa ikawa juu ya Mungu. Matokeo yake majivuno, kiburi na kutaka kujitawala. Sitaki kumtegemea Mungu, kutaka kujitawala mwenyewe yalijitokeza haya wakati huu. Lakini lengo la kuanzisha sherehe hii, Baba Mtakatifu alitaka waumini pamoja na watu wote, pamoja na mataifa yote yaliyokuwa yanajiinua hayo, pamoja na udunia huu uliokuwa unatawala, watu wamemsahau Mungu, wamemweka pembeni, watafakari zaidi, waweze kutambua kwamba mfalme ni Kristo. Mfalme kama Kristo huyu ndiye atawale mioyo yetu, ndiye atuongoze. Na kwa sababu hiyo, kama binadamu tunahitaji kuwa na unyenyekevu, tunahitaji kujitambua zaidi na kuweza kujikabidhi mikononi mwake huyu mfalme. Tunaweza tukasema kwamba ni wakati huo, tunaweza tukasema kwamba enzi hizo zilikuwa hivyo, lakini tunaangalia katika ulimwengu wa leo, tunaishi katika ulimwengu si tofauti sana na ulimwengu ule. Tunaishi katika ulimwengu ambao Mungu amewekwa pembeni vile vile. Tunaishi katika ulimwengu ambapo kama binadamu, wakati mwingine kama waamini, tunaishi kama Mungu hayupo. Tumebatizwa na katika ubatizo tumekiri imani na tumepata mafundisho, lakini maisha yetu yaendani na tunachokiamini. Wakati mwingine dhamiri zetu ziko mbali. Tunajua kwamba dhamiri ni hekalu takatifu ambapo Mungu anaongea na sisi, ambapo anatuongoza sisi, lakini tunakuwa mbali na tunaishi mazoea, na haya yanafanya tuishi wakati mwingine kiholela. Hata wakati mwingine tujikusanye, tuungane na wengine kujisema sisi wenyewe, kujidharau sisi wenyewe, na matokeo yake kumdharau Mungu aliyetuumba. Lakini tunaporejea katika kitabu cha Mwanzo, hasa katika sura ile ya kwanza, katika uumbaji, tunaona Mungu anavyomuumba mwanadamu, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Akamuumba mtu, na huyu mtu huyu mwenye utashi, mtu huyu ambaye ana akili ya kupambanua, mtu huyu ambaye anao moyo unaobeba upendo.
na alipomuumba afanane naye kwa mfano wake na vile vile kwa sura yake, afanane na umilele huo, awe rafiki yake, aweze kukaa naye milele. Na ndio maana yote haya yanaonyesha kwamba mwanadamu huyu aliumbwa toka mwanzo kutokufa, ashiriki kutokufa katika asili ambayo ni asili ya Mungu. Mungu hana mwanzo wala hana mwisho. Mwanadamu huyu aliyeumbwa ana mwanzo, lakini asiwe na mwisho, asife, aweze kukaa na Mungu. Lakini ukaidi, kutokufuata maelekezo, mwanadamu alikaidi. Lakini pamoja na hayo, Mungu amemtafuta mwanadamu huyu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Huyu akakombolewa kwa damu ya Kristo, akafanywa tena mrithi wa uzima wa milele pamoja na Kristo. Huyu ambaye alikuwa mkaidi, lakini ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, akakombolewa kwa damu ya Kristo. Huyu ndiye anayeshirikishwa utawala wa mbinguni. Na tunaona udunia ambao ulitawala katika karne zile, baada ambapo Baba Mtakatifu aliweza kuanza sherehe hii, watu watambue, watafakari na kujitathmini. Bado dunia huu unaendelea kati yetu. Tuko katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Tuko katika ulimwengu wa utandawazi ambapo hakuna hofu ya Mungu, na wakati mwingine hakuna heshima kati yetu sisi wenyewe. Pengine watoto hawaheshimu wazazi wao, au wanawatukana, au wanawadharau, tofauti na malezi yalivyo. Na kama tunavyofahamu, sio kama mtoto ni malezi. Watoto hawa wanaletwa katika kipaimara hapa, tunasema mtoto ni malezi. Mtoto analelewa kadiri yetu sisi tulivyo na tunavyoishi kama binadamu. Na katika kulelewa huko, analelewa dhamiri yake atambue vizuri na ajue mipaka yake, na amjue Mungu vizuri, amtumikie Mungu inavyopaswa, na kwa sababu hiyo aishi impasavyo kama mtoto wa Mungu. Lakini dunia huu wenyewe unatangaza uhuru, na ndio maana tunaona katika maisha yetu kuna uvivu wa kusali, uvivu wa kusoma neno la Mungu, uvivu wa kuelewa vizuri imani yetu kama Katoliki, imani ya Katoliki, uvivu wa kufuatilia maadhimisho yetu na kuenda ili mradi. Uvivu huu unatujia na unatufanya tuwe mbali sana. Na wakati mwingine matangazo, nataka niwe uhuru wa kutokumtegemea Mungu. Kawaida tunasema kwamba sisi tumeumbwa tuwe tegemezi. Si kwamba sisi ni vilema, hapana, tunayo akili, na ndio maana alituumba kwa sura na mfano wake. Na sifa na shukrani zinazotolewa kwake yeye ni zile ambazo huyu mwanadamu mwenye utashi anayechagua huyu achague kutoka uhuru wake kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu. Na hii sifa na utukufu wa Mungu unayotoka kwa mwanadamu huyu ndio sifa inayotakiwa, na ndio Mungu ambayo anaipokea. Na ndio maana ameruhusu mengine yote haya. Hajatuweka kama wanyama, kwamba chape mnyama anataka kula mimea, anataka kula vitu ambavyo ni muhimu, anataka kufanya kitu fulani, aongoze na mwanadamu. Hapana, ajiongoze, aweze kujua mimi ni sura na mfano wa Mungu kwa uhuru wake aende. Na ulimwengu wa leo tunasema kwamba udunia unamfanya mwanadamu huyu aweze kujiweka huru. Sasa katika kujiweka huru, anasahau uhuru ni nini. Uhuru ni kuwajibika, si kufanya unavyotaka. Basi hivyo utakuwa anasema kwamba utawala wa msituni, ambapo unamwona simba anafukuza wanyama wengine na hakuna ambaye ataingilia kati. Utawala wa msituni ambao sio.
uhuru wa mwanadamu ni kuwajibika, na uhuru wa muamini ni uhuru chini ya neema ya Mungu. Lazima tambue hili. Lakini udunia huu ndio huo unaotupeleka. Wakati fulani naona kawaida visasi vimejaa, wakati mwingine kiburi kimejaa, na wakati mwingine tunatukanana. Hata tukitoka kanisani, tunarudi nyumbani kwetu mmojiani tunatukanana. Au tunatoka nyumbani tunanuniana, hatuelewani, hatusalimiani. Lakini tunaenda kanisani bila kuelewa tunaenda kufanya nini, na tunakomunika wakati mwingine bila kuelewa. Na leo hii tunakumbushwa kila wakati, jamani, anayetaka kuja kukomunika ni yule ambaye amejiandaa, ameungama dhambi zake, anaelewa anachokifanya, yuko katika neema, kampokee mtakatifu wa watakatifu.